وفي اصطلاح النحاة نتنوين واصطلاح يا wanachuoni wa nahwu huwa nunun sakina. Tanwini ni nuni yenye sakina. Wakati unapolitamka jina ukasema Muhammadun, Aliyun, Bakarun, kule mwisho unasikia nuni. Lakini wakati huo jina lako umeweka dhammatain au fathatain au kasratain. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kwa hiyo asili ya tanwini ni nuni as-sakina, nunu sakina, nuni ambayo ina nini? Ina sukun. Tatba'u akhir al-ismi, inakuja mwisho wa jina. Maana yake nini? Yaweza ikawa katikati pana nuni lakini si tanwini. Mfano neno munkasirun, munkasirun, muda wa kuweka katikati, hii si tanwini. Tuko sawa? Kwa hiyo asili ya tanwini ni nunu sakina tatba'u akhir al-ism lafdhan, inafuata mwisho wa jina, tena lafdhan kwa kutamka. Ukitamka wahisi nuni, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, wahisi ndio inatamka nuni. Watufariquhu khattan, inakuwa mwisho wa jina kwa kuitamka, lakini pia inafariki mwisho wa jina kuandika. Huandiki nuni sakina wakati unaandika. Mwambia andika neno Muhammadun, hautarajii kuwa utaandika Muhammadun baada ya dal pawe na dhamma alafu nun, hautarajii hivyo. Kwa kuwa kwenye kuitamka waitamka nunu sakina, lakini kuandika huandiki nunu sakina, unaandika fathatain, kasratain, dhammatain. Mwisho wa nini? Mwisho wa jina. Watufariquhu khattan. الاستغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم. أسمى استغناء عنها. neno istaghna, sema istaghnaitu عن النحو, kwa maana la ahtaju ilayhi, si hitaji. Istaghnaitu an, lakini ukisema la astaghni an al-akli, maanahu la budda min al-akli. La astaghni an al-akli, shakuja la kisha kuna istaghna an, maana yake hilo jambo lazima walihitajia. Ikiwa istaghna an bila la au nafi yoyote, ina maana kuwa kitu hiki ukihitaji. Ndio asema hivi, nieleza maelezo kidogo ili neno ukikuta popote tambua lina makusudio hayo. Istaghna an kwa maana iktafa, la astaghni an bimaana la budda min hadha, manake sitosheki, hili lazima nilipate kulingana na umuhimu wake. Wanaposema nunu sakinatun tatba'u akhir al-ism lafdhan wa tufariquhu khattan liistighna'i anha, kwa kule kutosheka. Hii tanwini tumetosheka nayo kwa nini? Bitakarari kalima au shakla, haitakiwi shakli zijirudie. Kivipi? Naposema Muhammadun, dun, weka hiyo dal iwe na dhamma alafu nun iwe na sukun. Shakli zinajirudia, maana yake shakli za nyingi, sababu asili ya as-sukun ni haraka,
lakini ni mulhaqun bil haraka. Harakatun kasra, fatha na dhamma. As-sakinu ni mulhaqun anil harakat. Sasa kile kitendo cha kuwa utaandika nun, utaandika dhamma, nuni na sukun, hili jambo tunataka lisiwepo. Kama tunataka lisiwepo tufanyaje? Tutaweka nini? Tanwini. Ndio maana asema watufarihu khattan listighnai anha, kwa kule kutosheka na hii nunu sakina inakuwa mwisho wa neno ambayo ni tanwini, bitakrari alshakla, kwa ajili ya kuogopea kukariri kujirudia shakli, inda dhabti bilqalami, wakati wa kudhibiti kwa nini? Kwa kalamu. Unapodhibiti kwa kalamu manake ukaweka zile shakli, lazima harfu ya mwisho ya fi'li yako ukaweka haraka, kisha nuni ukiandika utaweka atakuwa na sukun. Kwa tayari kuna mazingira ya nini? Ya tikrari. Sasa hili tuliepukane nalo, lisiwepo hili, tusihitajie hili, tunaweka nini? Tanwini. Hiyo ndio makusudio ya maelezo haya. Nahu Muhammadin wa kitabin wa ihin kwa Muhammadin maruf, kitabin ni kitab, ihin ni neno ambalo linatumika mwisho wa jina ambalo ni tarkib almasjid, lakini imeishia na waihi, siba waihi, lafta waihi. Sasa ikija ihin pia ina maana ya ismu alfi'il. Sasa kuja ihin au siba waihin, ambapo sasa kuna ihin hapa kuja kwa hamza, ihin itakuwa na maana nyingine, wa sahin itakuwa na maana nyingine. Tuangalie maana yetu hii kwenye kamusi. Lengo ni nini? Ujue namna ya ile al-amanatu al-ilmiya tuliyozungumza jana. Watakiwa kwa kuwa ahlul ilmi wametuwekea kila kitu, hakuna haja ukatumia nguvu nyingi ukaumia na hali ya kuwa kamusi zipo, au kaamua wadanganye watu kwa kuwa waogopa kuonekana kwamba mbona angalia kamusi mbele yetu. Nimeacha makusudi niangalie mbele yenu mjue namna ya kuifundisha elimu. Ismu fi'lin, na walilahi alhamdu, neema mnazo za masimu makubwa. Labda hawa ndugu zangu wanajisogeza huko, kwa hizi tuzitumie kwa kazi hii, sio kuangalia YouTube na kuangalia vitu vingine, macho yatakufa bure. Ismu fi'lin maana yake nini? Ilistizada, ini ya kutaka ziada. Maana yake labda ni wakati wa chakula hujashiba, maana yake zidini, niongezee. Kwa hiyo hakuna haja kutumia kila siku zidini. Bila mwingine unabadilisha mazingira ili at least uulizwe wataka nini. Hii maana yake nini? Tafsiri, unamsaidia na tafsiri, alaki unamsaidia huyo ambaye hili halijui. Sehemu ya elimu pia. Lakini zidi kila siku anajua hilo. Fahal min mazid, ndio kishajisoma kwenye Qur'ani, lakini nampa neno jipya kidogo. Kwa ni kutaka ziada min hadithin au amalin ma'hudin, ima katika mazungumzo au niongezee bana, hebu ongeza, naona matamu mazungumzo yako. Maana yake ongeza maana yake ule utabu umekuwa mwingi. Au katika kazi ambayo mmeahidiana bana, nitengenezee vitabu 5, kisha wampigia simu ya shekha na ongeza 2 hapo 3, maana yake viwe ngapi? 8. Kwa hiyo natumia neno hili. Hapa panatosha, kuna maana nyingi, lakini hii tunafanya ihsana, bil walidaini ihsana, tuwafanyia wema kwenye kutafsiri ili tutoke na kitu cha kueleweka. Kwa hiyo hii niweka tanwini, ikija ile waihi ni masala mengine ambayo tutakuta huko mbele. Wa sahin kwa maana uskut, sahin. Na hii kwa sababu imekuja katika sura ya tanwini, imekuja sukutan. Kuna sahab maana uskut
sahin bimaana sukutan. Hii ni masdar ya fi'li, yani hii ni ismu ambayo huwa haina fi'li yake, lakini tafsiri yake ni sukutan kwa kuja kwa njia ya tanwini. Ile ya sah kwa maana uskut haina nini na tanwini, ambayo ni ismu fi'li amri. Wa muslimatin pia ni katika mifano ya tanwini. Usisahau kwa tunazungumzia tanwini tafadhali. Usikana kutoka sahau tazungumzia nini, tuambia hii na sahin, tunazungumzia tanwini. Hii ni mifano. Wa fatimatin wa hinaidhin wa sa'ata idhin, mambo nyakati. Fahadhi alkalimatu kulluha, matamko haya yote asma'u, ni majina. Kwa nini majina? Bidalili wujudi tanwini, kwa dalili ya kupatikana tanwini fi akhir kulli kalimatin minha, mwisho wa kila neno miongoni mwa maneno haya. Haikuwa katikati wala mwanzo, bali iko mwisho. Al-alamatu thalitha, alama ya tatu min alamati al-ismi, dukhulu al, kuingia al fi awwal al-kalima. Hii inaingia mwanzo wa neno kabisa, pale inaingia al. Nahwu ar-rajul, nahwu ar-rajuli wal ghulam, au nahwu ar-rajul wal ghulam wal farasu wal kitabu wal bayt wal madrasa. Fahadhi kalimatu, matamko haya kulluha yote asma'u, ni majina, lidukhuli al-alif wal lam fi awwaliha, kuingia alif na lam mwanzo wake. Kwa hiyo alama ya kujua jina miongoni mwazo ni al. Al-alamatu rabi'a, alama ya 4, dukhulu harfin min hurufi al-khafd, kuingia herufi miongoni mwa herufi za nini, za khafd. Anacheka kaweka kadhibiti kabisa harfin, kaweka tanwini, ili usije ukasema dukhulu harfi bila tanwini kisha ukashindwa kutia irabu baadaye kuwa kwa nini tanwini imeondoka, ukashinda kupata majibu, sababu sio mudhaf pale lipo wala sio kitu gani. Kwa hiyo muda wa kuwa ni ismu utaweka tanwini kama kawaida. Hiki ni muhimu, lazima jitahidi kuweza kudhibiti vitu hivi. Dukhulu harfin min hurufi al-khafd, kuingia herufi miongoni mwa herufi za nini, za khafd. Nahau dhahabtu min al-bayti ila al-madrasa, nimekwenda kutoka nyumbani kwenda madrasa, maana safari imeanzia nyumbani inaanza kwa madrasa. Fa kullun min al-bayti wal madrasa, kila kimoja miongoni mwa baiti na madrasa ismun, ni jina. Kwa nini? Lidukhuli harfu al-khafd alayhima, kuingia harfu ya khafdi katika majina mawili haya, al-madrasa wal bait. Waliwujudi al, na kule kupatikana al fi awwalihima, mwanzo wa majina haya mawili. Kwa maana yake kuna alama mbili. Alama ya kwanza ni harfu jarri au harfu al-khafd, na alama nyingine ni kule kuingia al ambayo tumetangulia kuizungumza kule mwanzo. Wa hurufu al-khafd hiya min, nazo ni min, walaha maani, hizna maana. Minha al-ibtida, miongoni mwazo ni al-ibtida. Nahau safartu min al-Qahira, nimesafiri kutoka Qahira, maana yake safari yako ya kwenda umra au hija au Maka au wapi imeanzia al-Qahira, Cairo. Wa ila, na ila, wa min maaniha, miongoni mwa maana zake al-intihau, na maana nyingi, lakini miongoni mwazo ni al-intihau, ni kule kukoma, kwamba safari yako imeishia wapi. Nahau safartu ila al-Iskandaria, nimesafiri kwenda al-Iskandaria, safari yangu imeanzia labda Tanzania kwenda maeneo hayo, imeishia hapo. Wa an, na an, wa min maaniha, na miongoni mwa maana zake al-mujawaza. Al-mujawaza ni kukipetuka kitu au kukiepusha kitu na kitu chengine, ndio maana ya mujawaza. Nahau ramaitu sahama, nimetupa mshale anil qausi. Kwa hiyo ukiangalia mshale ulikuwa umeambatana na upinde, lakini baada ya kuuachia umepetuka ukaacha upinde kwenda sehemu nyingine, vimeachana. Unaposema nazaltu anis sayyara, nimeshuka kwenye gari, maana yake ulikuwa ndani ya gari tayari umeliepuka, umetajawaz, umeliepuka huko nalo tena.
kwa hiyo an maana yake ni almujawaza. Nahwu ramaitu sahma anil qausi wa ala, na ala wa min maaniha, miongoni mwa maana zake alisti'la'u ni juu, ambayo ina maana nyingi pia kama tulivyosema, lakini kuna kitabu maalum ambacho kinazungumzia maana kwa ujumla wa hizi herufi, kila moja ala na sehemu ya mfano wake na maana hii, mfano wake na maana hii, sehemu yake, ambapo kulingana na daura yetu ni fupi hatuwezi kuingia sana huko. Cha msingi utarudi katika vitabu vikubwa utapata maeneo haya, na pia kuna kitabu kidogo Nailul Tashilu Naili al-Aman, pia ni kitabu kina yale maalumati, kiko kwenye begi pale. Waruba kinapatikana sokoni, mtakitafuta huko. Miongoni maana zake ni al-ala, al-isti'la, ule juu. Akatoa mfano nahwu sa'idtu anil jabali, nimepanda juu ya mlima. Wa fi, na fi wa min maaniha, miongoni mwa maana zake adh-dharfiyya. Adh-dharfiyya maana yake ni sehemu, kama vile inatokana na neno adh-dharfu. Adh-dharfu ni ile bahasha ambayo unaweza ukawekea kitu, na unapoweka barua ndani ya bahasha, huwa barua haichukui eneo lote la bahasha, ni sehemu katika nini, katika bahasha. Unaposema kuntu fil masjidi, maana yake ulikuwa sehemu ndani ya msikiti, wala sehemu yote kuwa umeenea maeneo yote, ni sehemu tu, jisehemu kidogo, sehemu nyingi au kubwa umeiacha. Hiyo ndio maana ya dharf. Kwa hiyo miongoni mwa maana zake ni adh-dharfiyya. Adh-dharfiyya ni kule kuonyesha sehemu ya kitu. Nahwu alma'u fil kuz, maji yako ndani ya glasi, kikombe kama hiki. Kwa maana yake vile ulivyoweka yako sehemu katika kikombe, sio kwamba yako mpaka huko nje yanamwagika kama vile mvua, hapana, yako sehemu ya ndani ya, ndio maana ya dharf. Wa rubba bimaaniha, miongoni mwa maana za rubba at-taqlilu, kuonyesha uchache. Nahwu rubba rajulin karimin qabalani, kwa uchache mtu aliyemkarimu, qabalani, amekutana na mimi, kwa uchache. Rubba inaonyesha nini? At-taqlil. Pia tutakuja kuiona kwenye maeneo yake kwa upana zaidi. Walba'u bimaaniha at-ta'diya, miongoni mwa maana za ba'u ni at-ta'diya. Manake miongoni mwa sababu za ta'diyatul fi'li, kufanya kitendo kiwe ni mutaaddi, miongoni mwazo ni ba'u. Wazo kule tumejifunza kuna hamza pia inafanya fi'li kama ni lazim iwe mutaaddi, kama ni mutaaddi mafuulu mmoja iwe na mafuulu wangapi? Wawili. Napokuwa na fi'li jalasa, amekaa, jalasa Muhammadun, amekaa Muhammad, wataka jalasa itengeneze mafuul, utasema ajlasa al-ustadh Muhammadan, amemkalisha ustadh Muhammad. Kwa sababu za ta'diya ni hamza, miongoni mwazo nyingine ni alba'u. Marartu bilwadi, nimepitia bonde, au marartu bi Muhammad, nimempitia Muhammad. Hii ta'u au ba'u ni moja katika vitendo ambavyo, herufi ambazo zinaeleza nini? At-ta'diya, kufanya kitendo kiwe na jina linaloonyesha kwamba umempitia, kama alivyosema jawaztu Muhammadan, maratibu Muhammad bilwadi, kwa maana jawaztu wadiyan. Sasa hapo huwezi kutumia nini? Jawaztu bilwadi, sababu jawaza ni nini? Mafuulu moja kwa moja. Ama marra inataadda na nini? Na ba'u, ambayo huyu wa baada yake hatumiti mafuulu mbili, bali ni mutaaddi, kwa kuwa inaonyesha kule kumpitia, nimempitia fulani. Imepatikana nini? Kwa njia ya alba'u. Nyingine tumalizia nukta zetu hizi za mwisho mwisho. Walkaf wa bimaaniha at-tashbih, miongoni mwa maana zake ni at-tashbih, kule kufananisha baina vitu viwili au zaidi. Nahwu laila kalbadri, laila ni kama vile mwezi, ule mwezi wa tarehe 15, 13, 14 ambao
unang'aa sana. Fi madha, wajhu mshabahi imeondoshwa. Wallam wa mimaaniha almilku, na lam miongoni mwa maana zake ni almilk, kuonyesha almilk. Nahau almalu li Muhammadin, mali ni ya Muhammad. Milki ya nani? Muhammad. Tuangalie namba 1 huku chini, sababu tuna lam za aina kama 3. Kuna lam ya alistihqaqi, kuna lam ya at-takhsis, na lam ya almilki. Tumalize mifano alafu ndio tuje huku chini. Wal ikhtisas, nyingine ni lam ya al-ikhtisas, kwa maana kitu hiki ni hasa kwa jambo fulani. Nahau albabu lidari, mlango ni hasa kwa nyumba au kama ni gari na mingineyo. Kwa sababu gani? Nyumba haiwezi kumiliki mlango. Atatueleza kwa urefu. Wal hasiru lilmasjid, na mkeka ni wa msikiti, manake si miliki ya msikiti, kwa maana msikiti haumiliki mkeka, wala nyumba haimiliki mlango, lakini ni hasa kwa vitu hivi. Nyingine wal istihqaq ni lam ya al-istihqaq, kule kustahiqi. Nahau alhamdulillah, sifa njema zinamstahili Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalie maeneo ya hashia. Dhabitu lamil milki, kidhibiti cha kuitambua lamul milki ni kipi? Antakaa baina dhataini wa tadkhulu ala man yutasawwaru minhu almilk. Lam, kidhibiti cha lamul milki utaijua kwa njia gani? Asema antaka baina dhataini, ituke baina ya dhati mbili. Dhati tumesema kullu ma yaqumu binafsi, kila kitu ambacho chasimama chenyewe. Hii chupa ni dhati, wewe pia ni dhati, hii simu ni dhati, kwa kuwa chasimama chenyewe bila kutegemea kitu chengine. Sasa ili tujue kwamba hii ni lamu ya milki, antaka baina dhataini, kuwe kuna dhatu, lam adhat, na kuwa baina ya vitu ngapi? Viwili. Kwa ukisema almalu li Muhammadin, mali ni ya Muhammad, almalu ni dhatu, sababu unaiona unaisimama yenyewe, sio kusimama kwamba inasimama inatembea, ni kitu kitegemea chenyewe, ndio maana yake. Alafu Muhammad pia ni dhati, kwa hiyo lam imekaa baina ya dhataini. Dhatu almalu ni dhat, Muhammad pia ni nini? Ni dhat. Kwa hiyo lam ndio imeingia wapi? Katikati. Hii ndio lamu ya milki. Ad-daftaru li Ali, daftaru ni dhatun, Ali ni dhat, imeingia lam pale katikati. Kiko sawa? Watadkhulu ala man yutasawwaru minhu almilk, pia inaingia kwa yule ambaye yutasawwaru minhu almilki, kwamba yawezekana akawa kweli ana uwezo wa kumiliki, yani sura ya kumiliki anayo. Unaposema albabu ni dari, babu ni dhati, adari ni dhati, lakini je, kuna sura ya dari kumiliki mlango? Hakuna sura. Kwa hiyo lazima kuwe kuna vitu ngapi? Viwili, baina dhataini, na wakati huo kuwe kuna uwezekano wa kupata picha kuwa huyu anaweza kufanyaje kumiliki, kumnasibishia nini? Almilku. Ndio tunasema ni lamu ya milki. Maana yake ni kwamba sio kila lamu ni lamu ya milki. Tuko sawa? Kwa hiyo tuchunge hii dhabiti muhimu sana. Yaani kama hiyo vyote wavijua, basi hiki useme leo nimetoka na hiki, hivyo nimepita kwa sababu nilikuwepo, lakini hiki ndio nimetoka nacho kipya. Wa dhabitu lam al-ikhtisasi, na kidhibiti cha kujua lam ya al-ikhtisas, antaka baina dhataini, pia ituke baina ya dhati mbili hiyo lam. Watadkhulu ala ma la yutasawwaru minhu al-milku, na inaingia kwenye kitu ambacho huwezi kupata sura
na kukipiga picha au kuona pia kuwa chaweza kufanyaje kumiliki. Yaani moja kwa moja wajua hiki bwana kwa mlango nyumba haiwezi kumiliki mlango. Sio miliki yake, maana ni hasa kwa mlango, lakini sio nini? Sio ya miliki. Kalmasjidi wadari, kama vile msikiti na nyumba. Albabu lilmasjidi, albabu lidari, tayari kuna albabu ni dhat, adari ni dhat, lakini lam imeingia baina ya vitu viwili hivi, lakini huwezi kupata sura ya kujua kwamba msikiti unaweza kumiliki mlango au nyumba kumiliki nini? Mlango. Lam ni al-ikhtisas. Unapopita unaposoma sehemu yoyote, basi jitahidi kuangalia dhati mbili, lakini uangalie kitu cha pili ambacho yawezekana msikiti kuimilikishia kitu hiki. Hapana, inakuwa ni ya al-ikhtisas. Walamu istihqaqi hiya allati ni ile ambayo takau baina ismi dhati kalafdhi aljalala, ile ambayo inatuka baina ya ismu dhati kalafdhi aljalala, kama vile jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmu maana, na pia ismu maana. Ismu dhati tumesema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni dhatu dhu ulu alqadri wa ulu dhati, lakini dhati yake anajua yeye mwenyewe. Sasa inatuka baina ya dhati lafdh ambayo ni lafdh aljalala li Allah, wasmu maana kalhamd. Kwa hiyo alhamdulillah, alhamdulillah, kwa lillahi ni ismu dhati, inaingia lam, kwa hiyo ni ya al-istihqaq, sio ya al-ikhtisas wala ya milk. Huwa sifa zote anamiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana, anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kuna ismu dhat na ismu maana. Kalhamd, alhamdulillah, din alhamdu ni ismu almaana, kwa sababu inaelezea nini? Maana ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. ومن حروف الخفض kumalizia حروف القسم وهي 3 الأول الواو، ya kwanza ni wao. وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، nayo haingizwi katika ismu dhahir peke yake, yani lafdhu majina ambayo ya dhahir, ima lafdhu jalala au majina mengine. Nahaw wallahi wa nahaw waturi wa kitabim mastur. Kwa hiyo haingii kwenye dhamiri kina wa huwa ni ismu adh-dhahir, mfano lafdhu jalala na majina mengine kama ilivyokuja kwenye Qur'an. Wa nahaw watini wazaitun wa turi sinin, watini wazaitun imeingia wao pale. Kwa hiyo pia ni moja katika hurufu al-khafdhi, hizi hurufu al-qasam. Wa thani al-ba'u, harfu ya qasam nyingine ni ba'u. Wala tahtassu bi lafdhin duna lafdhin, wala hii haihusiani na tamko basi na tamko nyingine. Hii inaingia kote, maana haina tamko maalum, bali tadkhulu ala al-ism dhahiri, lakin inaingia katika ismu dhahir. Nahaw billahi la ijtahidanna billahi, wa ala dhamiri nahaw bika la adribanna al-kasur. Kwa hiyo bado unaapa na ukatumia kaf, wakati huo unamwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Wathalithu at-ta'u, ambayo ni harfu al-qasam, wala tadkhulu illa ala lafdhi jalala, hii haingizwi katika lafdhi jalala. Nahaw watallahi la akidanna asnamakum, hii inaingia kwa lafdhi jalala peke yake, utaitumia. Hakuna tena lafdhi hiyo ni hii, sio tarrahman, tarrahim, Al-Aziz, haingii maeneo lafdhu jalala peke yake, bali Allah taingiza nini? Taa, ndio itatumika maeneo hayo. Haya ni baadhi yanayohusiana na alama za majina. Ama kitachokuja Allah akipenda muda mwingine ni alamatul fi'li, ni alama za vitendo. Kwa hapa nafikiri ni kisimamo kizuri
tutakuja kupata sehemu ya kuanzia ambayo ni darasa yetu ya kesho biidhnillah tabaraka taala. Kuna dakika 2 tu kama kuna kitu ambacho hakiko wazi kiulizo mara moja kisha tusali. Na hii inatumika kwenye ismu jalala kwa maana kwa Allah peke yake, na katika ismu dhat na ismu maana. Ama kwa wewe labda unastahili kitu fulani, wewe unamiliki, kama ni kitu ambacho tunastahili kwamba hakina sura ya kumiliki, ni istihqaq, ni al-ikhtisas. Kama itakuwa ni kwa kustahiki, basi inatumika kwa Allah peke yake. Naam. Maneno yale ismu wa fi'lu wa harf, manake maneno yao hayatoki, anayozungumza hayatoki miongoni mwa ima atumie majina au vitendo pamoja na nini herufi. La yakhalu wahid minha, ay min hadhihi al-alfadhi ismun wa fi'lun wa harf. Maana kusema alfadh bado nakusudia ya nini, ismun wa fi'lun wa harf, kwa inarudi kwenye matamko yale matatu. Bado kama alfadh nakusudia nini wakati huu, nakusudia jina, fi'li na nini na harf. Kwa hiyo inarudi kule kule. Alfadh yapi? Ismun wa fi'lun wa harf. Naam. Nini? Naam. 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 ماذا؟ نعم نعم. La wahabtu li Zaidi, baba kuna Zaidi na wahabtu, ndio Zaidi ni dhatu na wewe pia ni nani, yani wewe mtoaji alhiba ni dhat. Kwa hiyo dhatu kisha kuna dhat. Dinari hasa ni masala mengine. Dinari kama vile unatueleza umemilikisha nini, yani manake umehitaja hujahitaja bado inaonekana bado ni ya miliki, muda wa kuwa kuna nini, kuna dhati mbili na inawezekana kupata sura ya kumilikisha. Sasa dinari unatuelezea umemilikisha kitu gani, kama vile unasherehesha zaidi, lakini tayari kwa hapa dhati mbili hizi tayari tushapata nini, miliki. Kuwa yawezekana ikawa kuna dhati mbili na kuna sura na uwezekano wa kumiliki kwa vitu ambavyo tunafanya kinacho. Kwanza wewe wamiliki, usikumilikisha mtu mwingine. Na nafikiri la mwisho inshallah. وتفارقه خطا تتبعه. Tatba'una inafuata, maana yake hiyo inakuwa mwisho wa nini, huko anatumia talhaqu akhir al-ismi, wengine tumia yatba'u kama hivi, ndio. Kwa hiyo tatba'u akhir al-ismi au talhaqu akhir, maana yake inaungana mwisho wa jina au inafuata pale baada ya jina, ndio inakuja ile nini, tanwini. Maana yake jina ni Muhammad na dali afu nakufuata ni tanwini. Watufariquhu khattan, ama upande wa kuandika ile nuni
sakina, huiandiki wakati unaandika, unaitamka tu lakini haiandiki. Nataka kusema andika neno Muhammadun, kule mwisho utaandika Muhammadu alafu nuni, andika tanwini Muhammadun, Muhammadan, Muhammadi. Kwa hiyo inatamkwa lakini haiandikwi. Wa tufariquhu khattan, ay tufariqu al-isma khattan, inakuja baada ya jina na upande wa kuitamka, lakini inafarikiana na jina upande wa nini, wa kuitamka. Haitamki bali inaandikwa, inaitamkwa haiandikwi, inatamkwa haifanyaje, haiandikwi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. هذا وصلى الله على نبينا محمد.